ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Tutaita ufunguzi wetu wa darasa huu kama muhadhara au nasaha ambazo tunasema irshad ulil hilmi ila fadli talab alilm, irshadu ulil hilmi ila fadli talab alilm, kumuongoza yule ambaye mwenye hilmi. Na alhilmu, wako baadhi ya ahlul ilm wanasema kwamba ni pole, na wako ambao wanasema kwamba nashat, na wako ambao wanasema kwamba ni tumaanina ambayo wanoielezea. Kwa hiyo irshadu ulil hilmi ila fadli talab alilmi, muongoza yule ambaye mwenye nashat, mwenye upole na mwenye tumaanina, kadhalika vile vile mwenye hima na mwenye ihtimam ila fadli talab alilmi, katika fadhila na ubora wa jambo zima la kutafuta elimu. Na hili ni jambo ambalo kwa muhimu sana, sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameteremshia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwanzo kabisa wa wahi alimwambia iqra wa rabbukal akram, soma na Mola wako ni mtukufu, alladhi allama bil qalam, ambaye amefundisha kwa kutumia kalamu, allama al insana ma lam ya'lam, amemfundisha mwanadamu yale ambayo alikuwa hayajui. Mwanzo wa sura imeanza iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Kwa hiyo hizi ni aya ambazo zinazoonyesha kwamba jambo la mwanzo ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameshushwa nalo ni jambo la wahi. Ndio anasema ahlul ilmi, walihadhihi alaya, na kwa ajili aya hii au aya hizi, jaa fi sahihaini, pamekuja katika sahihi mbili, sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim, ana Aisha ummi al-mu'minin radhiyallahu anha annaha qalat, kutoka kwa mama Aisha radhiyallahu anha kwamba yeye amesema, awwal ma budia bihi rasulullah sallallahu alayhi wasallam min alwahyi, jambo la mwanzo ambalo lililoanzwa kwalo au aloanzwa nalo mtume sallallahu alayhi wasallam katika wahi kuteremshiwa, arruya salihah, ilikuwa ni katika ndoto njema ambazo mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akiziota ndoto hizo njema, fi naumi, katika usingizi. Fakana la yara ru'yan illa jaat mithla falaq as-subhi, mtume alayhi salatu wassalam alikuwa haoni katika usingizi wake akilala, isipokuwa inakuja mfano ya lile ambalo alikuwa ameliona ule usiku, alikuwa akiliona maana katika ule usiku, basi linakuja katika hali ambayo ilikuwa iliko vile vile, liko katika hali ambayo hajabadilika chochote katika ile asubuhi inapokuwa imefanya nini, imechomoza, yani inakuja katika hali kama hiyo. Thumma hubbiba ilayhi al-khala'u, kisha pakapendezeshwa kwake yeye al-khala'u, kujitenga.
kujitenga, maana kujiweka kando na watu. Na kule chooni Waarabu wanaita vile vile al-khala. Sisi tumefahamu chooni vile vile kwa jina lake jingine kunaitwa al-khala, maana yake unajitenga na watu. Sasa itakuwa ni viroja choo kikawa kwamba watu wanaonana wanapiga story, hicho sio choo. Choo kinakuwa maana yake lazima ujitenge, uwe faragha, uwe kwamba umejiweka mbali na watu, ndiyo inaitwa al-khala. Sasa al-khala ya hapa maana yake kujitenga, kujiweka kando na watu. Kwa hiyo pakapendezeshwa kwake yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam al-khala, kujitenga. Wa kana yakhlu bighari Hira, alikuwa akijitenga akikaa faragha katika pango. Ghar ni pango, Hira ya sehemu au ya jabali inaitwa Hira, ya jabali ambalo linaitwa Hira. Gharu ni pango, Hira ndio hilo jabali linaitwa Hira. Lakini hilo jabali, kutokana kwamba jabali hilo baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alishushwa wahi, likabadilika jina lake, au jina lake likawa limeongezeka baada ya kuitwa Jabal Hira, likaitwa Jabal Nur. Jabal Nur kwa sababu nuru ya wahi imeteremka pale. Kwa hiyo ukiambiwa Jabal Nur ujue ndio Jabal Hira hilo hilo. Jina lake la mwanzo Jabal Hira, na huko nyuma lilikuwa na majina mengi kabisa, yani huo mlima. Kwa hiyo anasema akapendezeshwa kujitenga, na akawa anajitenga na kafaraka katika pango la Jabal Hira, yatahannathu fihi wa huwa ta'abbudu al-layali dhawati al-adad qabla an yanzi'a ila ahlihi. Alikuwa akifanya ibada katika pango hilo kwa misiku yenye idadi maalum. Ikimalizika misiku hiyo, basi ndiyo huwa anafanya nini? Anarudi kwa watu wake. Manake kabla ya kurudi kwa watu wake, basi mpaka imalizike misiku hiyo anachukua chakula, kisha ndio anafanya nini? Anarudi kwa watu wake. Na kabla ya kuwaelekea watu wake basi huwa anafanya ibada katika sehemu hiyo. Wayatazawadu lidhalika, na huwa anachukua chakula cha nini kitakachomchukua katika zile siku ambazo yeye anakaa kule pamoja. Sasa mwingine anaweza kusema haogopi, ameondoshwa hofu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani Mtume ili awe na hofu, basi utembee mwezi mzima, masiratu shahr. Na Mtume anasema nusirtu birru'b masiratu shahr, nimenusuriwa mimi na woga kwa mwendo mwezi mzima. Yani mwezi mzima ndio ufike woga wa Mtume. Mtu atembee mwezi mzima, safari ya mwezi mzima, ndio hapo tena Mtume anaweza kaogopa. Maana yake ameondoshwa hofu, hana Mtume alayhi salatu wassalam. Thumma yarji'u ila Khadija, kisha urejea kwa mke wake Bi Khadija radhiyallahu anha, fayatazawwadu limithliha, uchukua chakula au masurufu ya ile safari yake kuelekea pango, mfano ambayo alikuwa amechukua katika zile siku zilizomalizika. Kwa hiyo anachukua chakula kingine na mahitaji yake mengine ambayo atakomsaidia katika kule anakokuwa anakwenda kufanya ibada. Hata jaa alhaqu, mpaka ikaja haki, kwa maana wahi ukamjia Mtume alayhi salatu wasalam, wa huwa fi ghar Hira, na hali ya kwa yeye yupo katika Jabal Hira. Fajaa almalaku, basi akaja malaika Jibril alikuja hapa namus, faqala, akasema iqra, soma. Qala, akasema ma ana biqari, mimi sikuwa msomaji, nisome nini? Qala, akasema katika kusimulia habari hii, fa akhadhani, basi akanishika Mtume, yani Mtume anasema akanishika yule Jibril, faghattani hatta balagha minni aljahd, yani kwamba akanishika na akanibinya, akanikamata kibarabara mpaka ikafikia juhudi yangu wa mwisho. Thumma arsalani, akaniona kibaridi hicho kama kinataka kupoteza pumzi, akaniachia, kwa maana akanigubika kweli kweli kabisa mpaka maana yake juhudi yangu wa mwisho, kisha akaniachia. Faqala, akasema iqra, soma. Fakultu, nikasema ma ana biqari, mimi sikuwa msomaji, kwa hiyo sijui nisome nini. Fa akhadhani faqattani thaniya, akanishika na akanikamata kweli kweli barabara
Kwa mara ya pili, hatta balagha minni aljahda, mpaka kafikia juhudi yangu ya mwisho. Thumma arsalani, kisha kaniachia. Faqala, akasema iqra, soma. Faqultu, nikasema ma ana biqari, mimi sikuwa mwenye kusoma, kwa hiyo nisome nini? Kwa hiyo akamshika kweli kweli mpaka manake ile pumziko ya mwisho, yani kibaridi kinamjia, yani kwamba cha kutaka kupoteza uhai, basi ndio anaachiliwa, anapumua, kuonyesha kwamba jambo la elimu ni jambo zito sana. Fa akhadhani faqattani athalitha, kisha akanishika na akanigubika kweli kweli barabara kwa mara ya tatu. Thumma arsalani, kisha akaniachia. Faqala, akasema iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma kwa jina la Mola wako ambaye aliumba. Khalaqal insana min alaq, Mola ambaye amemuumba mwanadamu kutoka na pande la damu. Iqra wa rabbukal akram, soma na Mola wako ni mtukufu. Kwa hiyo na yeye akazisoma aya hizo ambazo alizokuwa Jibril amemsomea. Kwa hiyo akasoma naye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa nasema ahlul ilm, wa fi hadhihi al-ayati al-azima, na katika aya hii ambayo ilikuwa tukufu, bayanu min Allah, kuna ubainifu unatoka kwa Allah azza wa jalla, anna al-azma wal-irada al-qawiyya la ta'thirun bi idhnillahi fil insan, kwamba azma, mtu kuwa na azma na kuwa na makusudio na matakwa ambayo yenye nguvu, laha ta'thirun biidhnillahi fil insan, yana athari, yanaleta athari iliyokuwa kubwa sana kwa mwanadamu. Sawaan kanat tilka al-irada ala al-khair au sharri, sawa ikiwa matakwa hayo katika khairi au katika shari. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoambiwa asome, anataka kusoma lakini hajui asome nini, ndio akasema mimi sikuwa msomaji, nisome nini? Sasa aliposomewa zile aya, na yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam akazisoma zile aya, kwa sababu tayari azma ipo na makusudio yapo ya kwamba kusoma anakutaka, lakini nini asome? Kwa hiyo mwalimu wake Jibril alayhi salatu wassalam akamwambia iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram. Kwa hiyo ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akafanya nini? Akasoma. Warawa al-Imam Muslim, na amesimulia al-Imam Muslim fi sahihi, katika sahihi yake, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, amesema qala Rasulullah, amesema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam, al-mu'minu al-qawiyyu, muumini ambaye mwenye nguvu, anathibitisha kwamba azma ambayo ilikuwa na nguvu na matakwa ambayo yenye nguvu, basi yana athari kwa mwanadamu. Ikiwa mtu ana azma iliyokuwa akidi katika jambo la kutafuta elimu, na ikiwa nguvu yake ni kubwa sana katika jambo la kutafuta elimu, basi lazima ataathirika na itamsukuma azma hiyo mpaka kufikia katika yale ambayo anakusudia katika jambo la kusoma kwake. Ndio anasema akaleta hadithi kwamba almu'minu alqawiyyu, muumini ambaye mwenye nguvu, khairun, muumini huyo ni bora, wa ahabbu ila Allah, na ndiyo ambaye anapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, min almu'mini dhaif, kuliko muumini ambaye alikuwa dhaifu. Wa fi kulli khairin, na katika kila khairi, wa fi kulli, na katika kila jambo, khairun, muumini huyo anakuwa ni bora kuliko mtu mwingine. Kisha Mtume alayhi salatu wassalam akasema ihris ala ma yanfauka, fanya pupa juu yale ambayo yatakayokuletea manufaa. Kila ambalo utakaloliona kwamba linakuletea manufaa, lifanyie bidii, lifanyie pupa, fanya haraka kulitenda jambo hilo. Wasta'in billah, namtaki msaada Allah subhanahu wa ta'ala, wala ta'jiz, wala usishindwe wewe katika jambo hilo. Na ukishindwa niulize, kwa nini mimi ninashindwa katika jambo hili? Mwingine anaweza, mimi kwa nini nishindwe? Kwani yeye ni nani anaweza? Mimi ni nani? Mimi ni binadamu na yeye ni binadamu. Mola wangu ni Allah na yeye Mola wake ni Allah. Kwa nini yeye aweze, mimi nishindwe?
Sio kwamba katika jambo la kumuonea maya, kumuonea chuki au kumfanyia husda, la, lakini kwamba wewe unasema kwa nini fulani ahudhurie swala tano mimi nishindwe kuhudhuria swala tano? Kwa nini fulani aweze kuhudhuria katika majlisi ya elimu mimi nishindwe kuhudhuria katika majlisi ya elimu? Nini ambacho kinachonisibu mimi? Nini ambacho kinachozuia mimi? Nini ambacho kinachonikwaza mimi? Basi bila shaka ukiwa wewe unajisemeza nafsi yako, unaiambia nafsi yako, unaikandamiza nafsi yako, na huku unaisema nafsi yako, basi itafikia pahala utaondoka katika ule uvivu ambao ulikuwa nao, utaondoka katika kile kikwazo ambacho ulikuwa nacho, utaondoka katika ile hali ambayo ulikuwa nayo, utakwenda katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri zaidi. Na hivi ndivyo ambavyo kana salafu salih, walivyokuwa as-salafu salih, kanu yukhatibuna anfusahum, wao walikuwa wakizisemeza nafsi zao katika jambo la kheri, wao walikuwa wakisemeza nafsi zao, hata katika jambo la kumcha Allah. Umar bin Khattab alikuwa akiambia nafsi yake, ya ibn Khattab, ewe mtoto wa ibn Khattab, la tattaqiyanna Allah au la yu'adhibannaka Allah yawm al-qiyamah, wewe utamcha Allah, utatekeleza amri za Allah na utaacha makatazo ya Allah. Na ikiwa kwamba utazembea, ikiwa utafanya uzembe, ikiwa utafanya uvivu, ikiwa utafanya mambo ambayo yalikueleweki, la yu'adhibannaka Allah yawm al-qiyamah, Allah atakuadhibu siku ya kiyama. Sasa ukijisemeza, kwa nini nishinde? Kwa nini nisiweze? Kwa nini iwe hivi? Na kati mimi nimeletwa duniani kutekeleza amri za Allah, nimeletwa duniani kuzisoma amri za Allah kisha kuzifanyia kazi, kwa nini nisihudhurie katika majlisi hii? Basi utafikia pahala ambapo ulipokuwa waziri. Wala tajiz, wala usishinde. Wa in asabaka shay'un, na ikiwa litakupata jambo lolote lile, fala taqul, usiseme law anni fa'altu, law kwamba mimi ningelifanya, kana kadha wa kadha, ingelikuwa jambo kadha wa kadha, walakin qul, lakini sema qaddara Allah wa ma sha'a fa'ala, sema kwamba Allah amekwisha kukadiria na atakayo Allah ndio anayofanya, kwa maana atakayo Allah ndio ambayo anayatekeleza. Sio ukasema pale mimi ningekwepa hivi basi ajali singetokezea, au pale ningekwenda hivi la, au kwamba ningefanya hivi singetokezea hivi, la. Ikiwa kwamba jambo limetokezea, jua kwamba hilo Allah amelikadiria, hali ipokiki. La baraza alladhina kutiba alaihimul qatl ila madaji'ihim, yani viumbe watakwenda. Hii aya inazungumzia kuhusiana na kufa, kwamba viumbe wataenda katika zile sehemu ambazo walioandikiwa wafe. Kila mmoja alipoandikiwa afya atakwenda tu, hata ikiwa ameandikiwa Uingereza, hata ikiwa ameandikiwa London, katika mji wa ndani huko, basi atafika katika sehemu hiyo ambayo alikuwa ameandikiwa afya. Kadhalika riziki, kadhalika jambo jingine lolote lile, kwa sababu tayari kila kitu kimekwisha kuandikwa. Kwa hiyo ikiwa jambo limekupita au limekupata, sema qaddara Allah wa ma sha'a fa'ala. Fa inna law taftahu amala shaytan, kwa sababu lau, tamko lau kwamba ningefanya hivi singelikuwa hivi, lau kwamba yule ingefanya hivi singekuwa hivi, lau kwamba mimi ningefanya bidii sasa hivi ningelikuwa mwanachuoni mkubwa, lau kwamba mimi hivi. Sasa hivi unasikiliza maelezo haya, maneno haya, basi bado hujachelewa, usifungue lau, kwa sababu tamko la lau linafungua mlango wa matendo ya shetani, nafungua matendo ya shetani. Hadithi ipo katika sahihi al-Bukhari, kadhalika vile vile ipo katika sahihi Muslim. Wanasema ahlul ilm, wa fi hadha alhadith, na katika hadithi hii, alhathu ala alazmi walquwa, kuna himizo juu ya kuwa na azma na nguvu fi taati llahi, katika jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wa dini llahi, na katika dini ya Allah, fi awwali al-amri wa fi akhirih, mwanzoni mwa jambo na mwisho wake. Mwanzo wa jambo watu wanakuwa na ihtimamu kubwa sana, pakifungula darsa watu wanakuwa wanahudhuria kwa wingi sana, lakini inakuwa kama daladala inatoka zake mjini na kuja zake Mwera. Kila ikifika sehemu inatupa abiria, inashusha abiria, mpaka ikifika mwisho wa kituo cha Mwera hakuna abiria hata mmoja, wamebakia yule watatu tu. Sasa ndio unakuta katika majalisul ilmi, majlisi za kielimu, ukiziangalia mwanzoni utazikuta zina nashati, zina uchangamfu, watu wake ni wengi, lakini kila siku zikienda mbele unasikuta kwamba watu wanapungua mmoja mmoja.
pirika, mambo mengi, nimetanzwa. Sasa kumbe mtu utekana ujipangilie wewe khairi ile usikose. Wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, mwabudie Mola wako mpaka yakini kujie. Na hakuna katika ibada ambayo ilikuwa kubwa sana kama jambo la kutafuta elimu, kama jambo la kusoma mtu dini yake. Ni ibada ambayo ilikuwa kubwa sana. Sasa isipelekee pahala ukaweza kukata, ukaweza kuacha, bali utekana kwamba jambo hilo liendelee mpaka mauti ya kujia. Ama an yakuna fi badi al-amri bifuturin fahadha khilafu hadi rasulillah. Ama mwanzoni kabisa mwa jambo mtu kuwa na uchofu, ikawa kwamba ana uvivu, mwanzoni mwa jambo kwamba yeye anataka kuliendea jambo hana nashati, hii ni kinyume na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa khilafu irshadihi fi hadha alhadith alazim, na kinyume na mwongozo wake ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameongoza katika jambo hilo. Kwa sababu mwingine atakana na nguvu, anapoliendea jambo basi awe na nguvu, awe na bidii, awe katika hali ambayo ilikuwa kubwa. Kadhalika vile vile Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akimzungumza Luqman alayhi salatu wassalam, pale alipomwambia mwanawe, ya bunayya, ewe mwanangu, aqimis salata, simamisha sala, wa'mur bil ma'ruf, na amrisha mema, wanha 'anil munkar, na kataza mabaya, wasbir ala ma asabaka, na subiri yale ambayo wewe anakupata, inna dhalika min azmi al-umur, hakika kufanya hivyo ni katika azma ya mambo, ni katika kuazimia kwa mambo, ni katika azma ya mambo, kwamba kukaa katika hali ya madhubuti ya kuendea mambo. Sasa ikiwa talibul ilm kuna shida ambazo anakutana nazo, awaiq, vizuizi, obstacle, vikwazo ambavyo vinamzuia yeye katika kutafuta kwa elimu, basi anatakana avikwepe vikwazo hivyo, ajitahidi apambane navyo mpaka manake avishinde, na huku anaendelea katika jambo la kutafuta elimu. Na hivi ndivyo ambavyo inavyotakikana. Fafi hadha bayanu min Allah, basi katika aya hii na katika maneno haya ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna ubainifu vile vile min Allah, kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anna al-azma, kulli al-azm, hakika azma, kila azma, wal quwwa, kulla quwwa, kwamba na nguvu ya kila nguvu, ma kana fi ta'ati Allah, basi ni ile ambayo inapatikana katika jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wama kana fi thabati ala dhalik, na ile ambayo ilikuwa inapatikana katika kuthibiti katika jambo hilo la utiifu wa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wewe katika mambo yako yote ya utiifu wa kumtii Allah, basi jitahidi sana uwe na azma. Ukiona kwamba mbona azma itapungua ya kuendea swala za jamaa, ya kuendea mambo ya khairati, kuendea jambo la kutafuta elimu, jikague, sema kwamba hapa kutakuwa kuna vitu ambavyo mimi nimevifanya ndio maana vikanifanya niwe ni dhaifu, azma yangu ni ndogo. Wajaa fi sahihi Muslim, imekuja katika sahihi Muslim, ana Uqbata ibn Amir, kutoka kwa Uqbata ibn Amir radhiyallahu anhu, yaqul, anasema, sami'tu Rasulullah, mimi nimemsikia mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa huwa ala al-minbar, na yeye akiwa juu ya minbar, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa juu ya minbar alikuwa akimsikia akisema maneno haya, akaambia, ala tambueni. Hadithi ipo katika sahihi Muslim, akimwambia, ala tambueni, innal quwwata ramyun, ala innal quwwata ramyun, ala innal quwwata ramyun. Kwa maana Mtume alayhi salatu wasalam akayarejesha maneno hayo mara tatu, tambueni, hakika nguvu ni kurembea, hakika nguvu ni kurembea, hakika nguvu ni kurembea.
Na haya Mtume sallallahu alikuwa akiyatafsiri hapa, akiyaleta maelezo haya ni pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa, najiandaeni kwa ajili yao. Manake andaeni kwa ajili yao nani? Hao makafiri. Min quwwa, andaeni katika yale ambayo mwenzayo katika nguvu, kwa maana jiandaeni kwa kadri mwenzavyo dhidi ya makafiri katika nguvu. Ndio akasema ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu. Hadha hadithi hii huwa al-mufassir liqawli Allah ta'ala, ni yenye kutafsiri kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil ghayr turhibuna bihi aduwwa Allahi wa aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum, la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wama tunfiqu min shay'in fi sabilillah yuwaffa ilaykum wa antum la tudhlamun. Hadithi hiyo ndio ilikuwa na tafsiri aya hii kwamba andaeni kwa ajili hao makafiri mastata'tum, yale ambayo mlikuwa mna uwezo nayo katika nguvu. Aya ikaja kwa mambo hayo mtawatisha adui wa Allah na adui wenu mpaka mwisho wake aya. Faabana Rasulullah, basi mtume akabainisha sallallahu alaihi wasallam anna alquwwata takunu aidan bilistidad, kwamba nguvu vile vile inakuwa kwa kujiandaa. Sawaun kana dhalika alistidad hissiyan au maanawiyan, sawa ikiwa nguvu hizo za kujiandaa za kihisia au za kimaana. Jaa fi sahihain, imekuja katika sahihi mbili, min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah, hakika mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam qala, amesema laysa ash-shadidu bis-sur'a, si mtu mwenye nguvu yule ambaye mwenye kuwashinda watu kwa meleka. Inama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab, kwamba mwenye nguvu na mtu ambaye shadidi ni yule ambaye anaimiliki nafsi yake wakati wa kughadhibika. Fahadhihi hiya alquwa, basi hii ndiyo nguvu. Al-akhdhu bikitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ala ma jaa fi dhalika duna tarajjuhi. Hadhihi hiya alquwa, kwamba hii ndiyo nguvu ya mtu kushika na kuchukua kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya yale ambayo yalikuwa yamekuja pasi na kuleta vitu ambavyo vilivyokuwa viko nje ya yale ambayo yako kinyume na kitabu na sunna, na yale ambayo yalikuja nayo Qur'ani na sunna. Kwa hiyo mtu akaja na yale ambayo yalikuwa yanahesabika kwamba ni katika mambo ya bid'a, huyu atakuwa yeye hana maandalizi ambayo yanakusudiwa hapa, bali kinachokusudiwa ajiandae katika hali ambayo ilikuwa Qur'ani na sunna imeyaelekeza mambo hayo na imeyaamrisha mambo hayo na imefanya katika hali hiyo, pasi na kujitikisa na kuleta kitu chengine. Fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Hapa kwanza zinathibitishwa dalili ambazo za mtu akiwa na azma, akiwa na nguvu ya kufanya jambo, basi ajue kwamba anaweza kufikia pale ambapo anakusudia. Kwa hiyo katika jambo la kutafuta elimu linahitaji kwamba mtu awe na nguvu na azma ya kuliendea jambo hilo, ndio ataweza kuliendea jambo hilo, ndio ataweza kushikamana nalo jambo hilo. Fa idha azamta fatawakkal ala Allah, ukiazimia wewe jambo basi mtegemee Allah. Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin, hakika Allah anawapenda wale ambao wenye kumtegemea yeye. Wewe una nini? Wewe unamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na unajielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala na unakusudia kutafuta elimu, basi hiyo elimu vile vile utakana uingize katika kumtegemea Allah jalla jalaluhu katika jambo hilo. Kwa hiyo hii ni nguvu ya mtu kushikamana au kushika kitabu cha Allah na sunna za mtume sallam ala ma jaa fi dhalika, yale ambayo yamekuja katika hayo, duna tarajjuhi, basi na kwenda kombo. Hadhihi hiya alquwa, hii ndio nguvu. Fa idha azamta fatawakkal ala Allah, basi ukiazimia jambo mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin,
hakika Allah anawapenda wale ambao wenye kumtegemea yeye, na wenye kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, hawa ndio watu ambao wenye kufaulu. Tulabul ilm ambao wanajishughulisha na kutafuta elimu, wanatekana wajikite vile vile katika jambo la kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, katika swala za sunna, katika adhkari, na jambo lao wamwegemezee Allah subhanahu wa ta'ala, wamtake msaada Allah subhanahu wa ta'ala, wawe na azma katika kuliendea jambo hilo, na huku akimtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, basi watakuwa ni wenye kufanikiwa kufikia pahala ambapo walipokuwa pakubwa kabisa. Waqala ta'ala, na akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wala man sabara wa ghafara inna dhalika la min azmi al-umur, na yule ambaye mwenye kusubiri, kwa maana akasubiri na akasamehe, basi kwa hakika jambo hilo ni katika azmi al-umur, ni katika kuazimia kwa mambo. Kwa maana mtu akasubiri na akasamehe, kwa maana akawa katika pahala ambapo pa kusubiri, kadhalika vile vile akawa katika pahala ambapo pa kusamehe. Asiwe kwamba yeye si mwenye kusamehe, bali akawa ni mwenye kusamehe. Huyo anakuwa katika pahala ambapo alipokuwa pazuri kabisa. Na aya hii wanachuoni wana maelezo mengi sana, kwamba katika kila hali ambayo wewe ulikuwa unaipitia, basi kuna vikwazo ambavyo vinakuandama na unakuwa navyo. Katika jambo la kutafuta elimu unakuwa kuna vikwazo vinakuandama, na vile vile kwa sababu unachanganyika na watu. Baadhi wakati inawezekana mwalimu akatumia usulubu mbaya ukakuudhi, kwa kukera, au mwanafunzi akatumia usulubu mgumu mbaya ukamkera mwalimu, au mwanafunzi kwa mwanafunzi. Sasa mwanafunzi atakana asubiri, akesha asamehe. Kufanya hivyo ni katika mambo ambayo yenye kuazimiwa mtu kufikia katika pahala ambapo alipokuwa pazuri. Na mtu akiwa anaazimia jambo, hawezi akaliacha njiani mpaka litimize. Jambo lolote lile ambalo wewe umeazimia ulifanya jambo hilo, huwezi ukaliacha njiani, lazima ulitimize jambo hilo. Kwa hiyo ihdharu ma yatra'u min al-kasal, kwa hiyo tahadharini na yale ambayo yenye kuzuka katika uvivu, wa min al-futur, na katika ule udhaifu, wa min mujalasati dhawi al-futur, na kukaa na wale watu ambao wenye uvivu, wenye udhaifu. Basi pia tahadharini kukaa na watu hao, fa innahum fi hadha al-hal, kwa sababu wao katika hali kama hii, la yu'inuna ala khairin, hawawezi kusaidia katika khairi, wala yu'inuna ala istiqamati, wala hawawezi kusaidia mtu katika jambo la kusimama imara sawa sawa. Ikiwa wewe ni talibul ilm, unatafuta elimu, lakini rafiki zako wote ni katika watu ambao walikuwa wavivu, ni katika watu ambao walikuwa si watu ambao istiqama, si watu ambao wenye timamu, bali hata zile swala 5 ambazo zilikuwa zipo, basi wao vile vile wanazifanya kwa uvivu. Yani si watu ambao wenye kusimama kisawa sawa katika kujielekeza katika swala 5, na katika jambo la kusoma hawana ihtimamu, hawawezi wakasaidia katika mtu kusimama imara. Wa innal istiqamata wal hadiya ladhu hajat masa ila takris aljuhud wa mudha'afati aljuhud fima kana fi i'dad wa a'zam i'dad fi dhalika huwa ma yanbani alayhi dinu Allah min alilm wat-ta'lim. Hakika katika jambo ambalo wanasema jambo la kusimama imara, na jambo la kuwa mtu na istiqama, na akawa amesimama sawa sawa, na kuongozeka, akawa mtu ameongozeka kisawa sawa, mpaka kaonekana kwamba yule jamaa ana istiqama mashallah, tangu mimi nimtambue katika jambo la kusoma, hajawa kwamba yeye mwenye kuliacha jambo hilo.
bali amekuwa ni mwenye kuendelea nalo, hakuwa ni mwenye kuvunda. Jambo hilo anasema ni lenye haja ambayo ilikuwa kubwa sana, ila takrisi aljuhud, katika kuifanya madhubuti ile juhudi, kwa maana kuifanya ile juhudi ikawa madhubuti, na katika kuongezeka kwa ile juhudi, fima kana fi i'dad, katika yale ambayo ilikuwa ndani yake kuna mtu kujiandaa, wa a'dhamu i'dadi fi dhalik, na idadi ambayo ilikuwa kubwa zaidi katika hiyo, ma yanbani alayhi dinu Allah, ni ile ambayo panajengeka juu yake dini ya Allah, min al-ilmi wa ta'lim, katika elimu na katika kusomesha, yani katika kusoma na kusomesha. Basi hayo yanatakana mtu adumu, awe na istiqama, asiwe na i'wijaj. Yani mwanafunzi anatakana awe na istiqama, kadhalika mwalimu vile vile anatakana awe na istiqama. Mwalimu asiwe mtoro, kadhalika mwanafunzi anatakana asiwe mtoro katika jambo la kusimama, katika jambo la kuisimamia ile elimu. لا يشجع ولا يعان ذو الفتور على فتورهم في العبادة ولا في العلم أو أي ساعة من الساعات، فإن هذا شأن المنافقين. hawashajiki, yani wala kupewa msaada wale ambao wenye uvivu na watu ambao walikuwa madhaifu. Manake hata wakishajihishwa wao hawashajiki, hata wakisukumwa hawasukumiki, kwa maana watoke katika uvivu, watoke katika udhaifu, katika ule udhaifu wao na katika kule kushindwa kwao, kwa sababu katika ibada na katika elimu au katika nyanja yote miongoni mwa nyanja za kheri wao hawashajishiki. Kila kishajihishwa hawawezi kushajihishika. Wanasema fa inna hadha sha'nul munafiqin, hakika jambo hili ni katika jambo la wanafiki. Hata katika swala wanafiki wako kiuvivu vivu. Allah anasema idha qamu ila salati qamu kusala, wanaposimama katika swala wao usimama kiuvivu vivu. Yurauna an-nasa, huwa wanaonyesha watu, wala yadhkuruna Allah illa qalila, wala wanakumtaji Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa ni kidogo mno, kiuvivu vivu. Waqad ista'adha Rasulullah, na kwa hakika mtume wa Allah alitaka ulinzi min al-kasali, kutokana na uvivu. Fa fi sahihi an Anas, katika sahihi hadithi hiyo inapatikana katika Sahih Bukhari na Sahih Muslim, an Anas, kutoka kwa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, qala, amesema kana an-nabiy, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam, yaqulu, akisema Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasal, ewe Allah ninajilinda kwako kutokana na kushindwa na kutokana na uvivu. Yani ni dua ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisoma. Waljubni walharam, na ninajilinda kwako vile vile kutokana na woga, ninajilinda kwako kutokana na nini? Na uzee, kuzeeka, ambako ikawa kwamba mtu hawezi tena kufanya jambo lolote lile. Yani mtu anazeeka mpaka anarudi kama mtoto. Akikwa chakula hapo, basi wanakuja mabata, wanakuja makuku, anakula na kuku, anakula mabata, hawezi kuinga. Mikojo unamtoka hapo hapo, katika hali ambayo ilikuwa mbaya sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam jinita naye, si katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri. Wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamat, na ninajilinda kwako kutokana na fitna za uhai na fitna za mauti. Wa a'udhu bika min adhabi al-qabr, na ninajilinda kwako kutokana na adhabu ya kaburi. Hadhi sifatun dhamima, hizi ni sifa ambazo zilikuwa mbaya sana. La tashtabihu fiha ayuha al-muslim bil munafiqin, hafanani nazo sifa hizo ndani yake. Ewe Muislamu, manake Muislamu hashabishini nazo sifa hizo, yani Muislamu hawi nazo sifa hizo. Bil munafiqin, hashabishani nazo kuwa pamoja na nafiki, kwa sababu hizo ni katika sifa za wanafiki. Sawa'un kana hadha al-kasal au adamu al-azmi ala al-khair bimujalasati sayyi'in au ba'ithan min nafsika yajibu an tatakhallasa minhu. Yani hizi ni sifa ambazo ewe Muislamu unatakana ushibihishe nazo na nafiki.
Sawa ikiwa uvivu au kukosekana jambo la azma, kuazimia khairi, basi ni katika jambo ambalo lilokuwa Muislamu hawi nalo, bali Muislamu anatakana awe na azma katika kuliendea jambo la elimu, na jambo la ibada, na jambo lolote lile, awe na azma. Na uvivu unatakana kwamba uwe mbali na yeye. الكسل وعدم العزم والتراخي في دين الله وعدم الأخذ به بقوة لا يعين على الخير. Yani mtu kuwa na uvivu na kukosekana azma, kuazimia jambo, na kuwa kwamba hana umadhubuti katika dini ya Allah, wa adamu al-akhdh bihi, na kukosekana kushikamana nayo dini hiyo bikuwa, kwa nguvu, la yu'inu ala alkhairi, asaidii katika khairi, kwa maana hawezi mtu huyo kuzichuma khairi kabisa. Mvivu siku zote hafanikiwi, na mwenye kukosa azma kuliendea jambo hawezi kufikia malengo. Huo unaulizwa, azma yako nini katika kusoma? Mimi nasoma tu. Hujui azma, huna malengo ya kusoma, kwamba wewe unasoma ili uondoshe ujinga, ujue amri za Allah, ujue makatazo ya Allah, zile amri za Allah uzitekeleze, uzisimamie. Wewe uwe ni mstari wa mbele kuzitekeleza, kadhalika wale ambao unawasimamia wawe mstari wa mbele kuzitekeleza, na makatazo ya Allah wewe mstari wa mbele kuyaacha, kadhalika unawasimamia wawe ni wenye kukatazika nayo. Fakhudha biquwwatin, basi shika jambo hilo kwa nguvu. Wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha saurikum dara alfasiqin, na waamrishe watu wako washike yale ambayo kwa mazuri yake. Saurikum dara alfasiqin, basi nitakuonyesheni nyumba za watu ambao kwa mafasiki. Hakadha yaqulu Allahu azza wa jalla li nabiyhi, namna kama hivi ndivyo ambavyo anasema Allah kumwambia mtume wake, inna rasulallah, hakika mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam, kana idha wajaha almushrikina yaqifu wa yaqulu kalimatin fiha tathbitu lilmuslimin. Ilikuwa kawaida ya mtume sallallahu alaihi wasallam anapoelekea washirikina, basi usimama na usema maneno, ndani ya maneno hayo kuna kuwathibitisha waislamu, wa bikulli shajaatin, na kwa kila ushujaa. Kwa hiyo wanakuwa wana ushujaa wa hali ya juu kabisa waislamu, na ndio maana ukikuta dini hii imepata nguvu ya hali ya juu, kwa sababu masahaba walikuwa na azma kubwa sana ya kupambana mpaka dini ya Allah iwe na nguvu, iwe katika hali ambayo ilikuwa kubwa sana. Sasa vipi talibul ilmi, azma yako inakuwa ni ndogo sana katika kuiendea elimu? Kwa nini huumu wewe katika moyo wako ukasema, mbona mimi sijafikia katika kiwango kilichokuwa kizuri katika elimu? Mbona mimi katika Qur'ani nina udhaifu wa kusoma? Mbona mimi katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam sina hata hadithi 10 nilizokuwa nimezihifadhi? Mbona mimi sina muraja wa kusema kwamba napitia zile hadithi nilizokuwa nimezihifadhi? Mbona mimi najiona kwamba nina udhaifu, nimeacha katika majalis ya elimu? Sasa mtu utakana uwe na azma, uwe na mikakati, ufikie pahala ambapo palipokuwa pazuri katika upande wa elimu. Na hivi ndivyo ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyowalea masahaba zake. Ndio maana ikafikia pahala masahaba wakawa wamefikia pahala ambapo palipokuwa pakubwa sana, na dini ikawa ni yenye kupata nguvu. Walazmu lada rasulillah, na azma mbele ya mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, kadhalika jami'u rusul ladayhim azmu. Na azma hii mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na azma kubwa sana, kadhalika mitume wote walikuwa na azma kubwa sana. Na ndio maana wale mitume wakaitwa ulul azmi min ar-rusul, kwa maana walikuwa na azma kubwa sana, na ni katika mitume ambao walikuwa wamevumilia mengi. Kwa sababu mtu kuwa na azma ya jambo, ukawa unaliendea jambo, lazima kuna vitu vitakuwa vina ukwaza usifikie
kuna zile obstacle zinakukwaza, vikwazo vile vipo vinakuzuia usifikie pahala, lakini wewe unavikwepa vile ili ufikie pahala ambapo alipokuwa pakubwa. Na kwa ajili hiyo ndo Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume wake, fasbir, subiri kama sabara ulul azmi minar rusuli, kama ambao waliosubiri ulul azmi minar rusuli, wale mitume ambao ulul azmi ambao hao wanajulikana: Nabiyullah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulul azmi minar rusul. Na baadhi ya wanachuoni wanasema kwamba ulul azmi minar rusul ni zaidi ya hao, sio kwamba walikuwa ni hao tu, bali walikuwa ni zaidi ya hao. Wala tastajil lahum, wala usifanye haraka kwa ajili yao, kwa maana fanya nenda katika hali ya kusubiri. Kaannahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa saa, siku ambayo wao watakapoona yale ambayo walikuwa wakiahidiwa, basi wataona kwamba hakukaa isipokuwa saa moja tu min nahari, katika ule mchana wataona hivyo. Lakini wewe wakati kwamba unafikisha jambo la dini, unawalingania watu, basi unatakana uwe na subra, uwe na azma. Sasa na katika jambo la kusoma, basi unahitajika uwe na subra, uwe na uvumilivu mpaka ufikie malengo ya kusoma. Na muraja ni katika jambo ambalo kwa muhimu sana katika kusoma. Wengi wa watu wanaweza kuhudhuria katika majalisul ilm, katika vikao vya elimu, lakini ikifika muda sasa wa kupitia kile ambacho kilichokuwa sasa anatakana kipitia, kifahamu, kidhibiti, hapo ndipo ambapo panapokuwa pana ugumu ambao unakuwa mkubwa sana. Sasa hebu nikae mimi peke yangu nipitie, ndio shida inapoiko hapo. Mmoja katika wanafunzi walikuwa wanasoma sehemu, anaona wenzake wameshika vitabu wanasoma, wameshika mabuku wanasoma. Alioshika Qur'ani anafanya muraja Qur'ani, alioshika kitabu cha hadithi anafanya muraja hadithi, alioshika buku la lugha ya Kiarabu, alioshika kitabu cha lugha kwa muraja na hifadhi, akufahamu anapofahamu, yeye akifika analala. Kisha sasa ndo ukikaa na wale watu wema na watu ambao wenye kutafuta elimu, mbona wenzangu wanadurusu mimi sidurusu? Kwa hiyo sasa akaona na yeye siku hiyo, acha nikeshe nawa. Basi akapitia, kisha anaangalia wale zake, kila mmoja kainamia kila anachokisoma, kisha tikisa kichwa mara ya kwanza, akaangalia tena, akasoma, kisha akaangalia, akaanza huku mpaka kule, kisha katikisa kichwa. Ili mtoka tu, kumbe mna kazi ngumu kweli nyie, kumbe mna kazi ngumu kweli kweli. Kwa nini? Kwa naona kwamba labda mnapitia tu mara moja na nini, kumbe mna kazi kubwa kweli kweli. Naona na hapa ndio nimesema leo, hebu niambie nianze kama mmefanya nini, kuonyesha kwamba ni kazi ngumu sana. Sasa Muislamu anatakana yeye ajue kwamba hii dini ina maadui, na ili awashinde maadui, na maana yeye asome sana, akesha muombe Allah taufiki, subra, amuombe Allah ufasaha wa kuweza kutetea hoja, ili dini ipate ushindi, dini ya Uislamu ina nguvu. Kwa sababu bila Waislamu kusoma na bila Waislamu kushikamana na mafundisho ya dini yao kisawasawa na kuyaelewa, basi Uislamu utakuwa hauna nguvu, na maadui wa Uislamu watakuwa ni wenye kuuharibu Uislamu. Leo katika miji na katika vijiji na katika vitongoji na katika kila sehemu utakuta kuna makafiri ambao wamesomeshwa Uislamu, wanafahamu Qur'ani kuisoma, wanafahamu hadithi za Mtume kuzisoma na wanazielewa. Na watu hao sasa wanawalingania watu kuwatoa katika tauhidi ya kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Watu hao wanalingania watu kuwatoa katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanawatoa katika dini ya Uislamu. Sasa wewe Muislamu ndio ambaye ulipewa amana hii. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardh
waljibal faabaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Amana ilihudhurishiwa mbingu ikakataa, ardhi ikakataa, milima wakaogopa, lakini amana hiyo akapewa mwanadamu akaichukua amana hiyo. Amana, wanasema ahlul ilmi, amana ya kusimamia dini ya Allah na hukumu zake na sheria zake. Kwa maana amana hii amepewa mwanadamu. Kwa hiyo wewe mwanadamu, wewe umepewa amana iliyokuwa kubwa sana ya kuhakikisha kwamba wewe mwenyewe kwanza unaujua Uislamu, unajua Qur'ani kuisoma matnan, kuisoma maanan, kadhalika vile vile unatekana kwamba uifanyie kazi vile vile, kisha uisimamie, kisha na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini muda sasa watu, kwa sababu wengi wa watu katika maisha wale makafiri walioingiza watu katika vitu tofauti. Kwa hiyo muda mwingi sana ikawa kwamba sisi tumeshughulishwa na mambo mengine kabisa. Kila mmoja wetu hapa kiulizwa, wewe umeshughulishwa na nini? Atasema nini? Shughulishwa na hichi, nimeshughulishwa na hichi. Kila mmoja wetu sema nimeshughulishwa na hichi. Kiasi ambacho sasa mpaka imefikia muda akili zimechoka sana. Ndio tunakuja kusoma Uislamu. Tukisha kusoma Uislamu huo, wakati gani tutautetea? Huku maadui wa Uislamu watoto wadogo kabisa wanawaweka katika misingi ya kupiga vita Uislamu. Sisi unakuta wale wazee wenyewe ndo wa Kiislamu, wazee hao basi wanawahimiza watoto wao na kuambia watoto wao kwamba dini hii utakuja kuisoma baadaye. Sasa mtu anafanya mtihani darasa la 7, anakuja zake form 2, form 4, form 6, anakwenda chuo, anatoka chuo degree, anakuja master, anakuja PhD. Sasa mtu huyu anajua yeye wazee wake walivyomwadabisha na walivyomlea kwamba Uislamu ndio uliosoma baadaye. Kwa hiyo ile ihtimamu ya dini inakuwa haipo. Kadhalika na yeye anakuja kuwalea wanawe katika mfumo huo, kwa sababu ndivyo alivyokuta mfumo huo kwa wazee wake. Sasa matokeo yake dini ya Uislamu sisi ndio tunaipiga vita, bali sisi inatakana tuwekeze nguvu yetu ya kimali, nguvu yetu ya kizazi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili vipatikane vizazi vitakuja kusimama imara kuitetea dini ya Allah, kutetea amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa hatutowasomesha sisi dini, hivi vizazi vitakuwa katika pahala palipokuwa pabaya sana, na dini itakuwa ni yenye kufa. Leo watoto wasomeshwe dini, watoto hao wanatuvukia mpaka wazazi wao, kwa sababu hakuna dini. Na tushawahi kutaja mifano mingi sana kwamba mtoto amesomeshwa mpaka chuo kikuu, basi siku hiyo amerudi akaweka kitako wale wazazi wake, kaambia wazazi na kikao na nyinyi. Kwa sasa kaona mtoto kishakuwa mashallah, ana akili zilizokuwa nzuri, yuko vizuri. Haya, lini? Siku yoyote mnaambia tu ili tuje kae kikao hicho. Sasa kaambia siku fulani, sawa. Akawaita wazazi wake, baba na mama. Baada kuwaita pale, kaambia nimekuja hapa na calculator hii hapa, nimekuja hapa na notebook hii na peni. Mimi nimenisomesha kuanzia udogo wangu mpaka kufikia hapa, nimepeleka chuoni, nikasoma, nikamaliza. Sasa hivi nakusudia kuingia katika ndoa. Wazee wakasema jambo zuri, na kutaka kuoa jambo zuri, lakini nimesema kabla sijaingia katika ndoa niwaite wazazi wangu, akesha niwaambie na niwaulize kwamba mimi nataka niwalipe nyinyi pesa zote mlizokuwa mmetumia kwa ajili yangu mimi. Fanye hesabu hapa, kisha nikulipeni. No,
Sasa akasema huyu mtoto sasa mpoli gani huyu? Mbona sasa anatuvukia adabu ya? Kwamba mtoto anataka kuwalipa wazazi wake zile ihsani zote, kuanzia pesa, kuanzia kila kitu ambacho kilichokuwa kimetumika, akili, maarifa, kila kitu, nguvu zao kumlea mpaka yeye sasa akawa ni rajulan, akawa mwanamume, akawa binadamu ambaye alikuwa amekamilika. Baba mtu aliinama chini hivi kisha akamwambia, sawa, tupe muda kidogo, hamna tatizo. Basi yule kijana akaoa, ingia katika ndoa. Wale wazee bado hawajaja na hesabu kabisa, hawajaja na hesabu kwa mtoto wao, ingia katika ndoa. Siku hiyo baba mtu akataka kumwelimisha yule mwanawe kivitendo, akaenda mpaka nyumbani pale, gonga hodi, akaja yule binti ambaye mke wa mwanawe, akamkaribisha pale ukumbini, akamwambia karibu. Akamuuliza, mume wako kwa hapa? Yuko ndani. Akamwambia basi hebu njoo hapa, mimi nataka nyonye ziwa lako. Vipi? Hujasikia au vipi? Njoo binti wewe, nataka mimi ninyonye ziwa lako. Yule mwanamke ikabidi amwite mume wake. Mume wako, hebu njoo msikilize baba yako, kuna kaka changanyikiwa. Anambia sijachanganyikiwa, niko akili timamu kabisa. Akaja pale akaambia, baba kwa unasemaje? Msikilize, anasema mwita huyo mke wako kwamba anataka ninyonye ziwa lake. Baba mbona kwa si umesema unataka utulipe? Kwani kulinyonya ziwa la mke wangu? Ulipokuwa mdogo kulinyonya ziwa la mke wangu, nataka nijilipe mimi. Yule mtoto akaona kweli akosea sana, akaomba msamaha. Sasa kwa nini ikafikia hivi? Kwa sababu watu hawakusomeshwa misingi ya dini. Lau kwamba ingelisomeshwa misingi ya dini, wasingelifikia watuvukia adabu wazazi wao. Sasa watu kwa sababu wamekoseshwa kusoma misingi ya dini, wanatuvukia adabu wazazi wao, kadhalika kutuvukia adabu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yanofanywa ni mengi sana, yanakwenda kinyume na Uislamu, na watu wako mbali sana na dini ya Uislamu. Leo hapa litokezee jambo tu msikitini lifanywe kielimu, basi watu wanakuja kuswali kawaida. Sasa imekuwa ajabu, mbona ni jambo ule msikiti unaleta mambo ya ajabu ajabu? Kwa sababu watu wamekoseshwa kusoma elimu. Kuna siku moja watu tuliswali Jumaa. Kuswali Jumaa, tumepanga safu, tumo ndani ya swala. Kuna mzee mmoja, kuna mtu mmoja akatokezewa na shida, akapita katika swafu ile, akatokezea upande wa pili. Baada ya kumaliza swala, kuna mzee mmoja akasema, wazee wakubwa wamemwona anapita, yule ni Christian, yule ni kafiri, tangu huko nyumbani anakotoka huko anasema anaenda kuharibu swala za watu, lakini Mungu atamlipa yule, atampatiliza yule, atupitia mbele ya swala. Sasa tazama jahili hiyo ya watu kutokusoma dini. Mtu anampatiliza mtu ambaye alifanya jambo ambalo liko sawa kabisa kielimu kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye anapeleka mashtaka, anapeleka laana kwa Allah. Yaani mtu amepata na dharura, ametoka kwanza amembatiza, amesema yule ni kafiri, kaja kuharibu swala za watu, ni Mkristo yule, tena anasema kwa ukali sana, kana kwamba yeye manake ana dalili kwake yeye, tambua kwamba hili alilofanya liko sawa na wewe ni katika hao. Sasa zamini jahal, na utayakuta mambo mengi sana katika jamii, mengi sana katika jamii. Watu wanayafanya kiujinga kwa sababu kumekosekana elimu ya dini. Sasa wewe Muislamu utakana usome kisawasawa, soma hasa dini yako, shikamana kisawasawa kusoma dini.
sina muda. Huna muda. Muda huo uliokuwa umepewa na Mola wako atakwenda kuuliza siku ya kiyama ukifika. Bali wewe hasoma umeletwa duniani muabudie Allah subhanahu wa ta'ala. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah anasema sikuwaumba majina binadamu isipokuwa wapate kuniabudia mimi. Ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun. Sitaki mimi kutoka kwa wao riziki yoyote, wala sitaki mimi wanilishe. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Hakika Allah yeye ndiyo mwenye kuruzuku na yeye ndiyo mwenye nguvu za kwa madhubuti. Sasa wewe amekuumba kwa ajili ya kumwabudia yeye Allah, na katika hiyo ibada Allah hatokubali ibada ambayo itakayofanywa kiujinga. Swala unaiswali wewe, je, umeisoma swala kama ambavyo alivyofundisha mtume wako sallallahu alaihi wasallam? Wafunga wewe, wafunga kwa elimu. Wahiji wewe, watekeleza ibada hija kwa elimu. Watoa zaka wewe, watoa zaka kwa mujibu wa elimu. Wewe umeingia katika ndoa, je, ndoa umeingia kielimu? Allah amekuruzuku watoto, je, watoto unawalea kielimu? Allah amekuruzuku majirani, je, majirani unaishi nao kielimu? Amekuruzuku mashoga, amekuruzuku marafiki, je, unaamiliana nao kielimu? Au kwamba wewe unajiendea? Sasa kila harakati ya mwanadamu makazini huko, yaani mtu anapokwenda kazini, kwenda na kurudi katika pilika zake, katika kila hali, basi elimu ya kumtambua Allah, elimu ya kutambua dini ya Allah ndiyo ambayo inatakana mtu aitangulize. Kuna baadhi ya watu wanafanya kazi za haramu kabisa, na wao wenyewe hawajui kwamba wanafanya kazi za haramu. Wengine wao wanabani masidi ya nyimbo, wanabani masidi ya uchafu, anaona kwamba anaingiza pesa kwa wingi, kumbe ni jambo ambalo kwa haramu. Wengine wanauza vinyago. Sasa kazi ambazo kwa za haramu, na hii yote ni jali, ndio ambayo mtu alikuwa amemsukuma mpaka kayaingia mambo haya. Lazima ujishughulishe, lakini unajishughulisha vipi? Je, hii kazi unaifanya ni kazi ambayo halali kwa mujibu wa dini yako ya Uislamu? Wengine ili wao wapate riski, basi lazima wadanganye, waseme uongo, wafanye mambo ya fishi, ya hadaa. Na yeye mtu anajiona kwamba ni mjanja sana katika ulimwengu. Sasa masala ambayo kwa si sawa, na hii yote inaonyesha ni jahili ambayo ipo kwa watu. Ndio maana ikapelekea pahala watu wakakosa kuendea mambo kielimu. Sasa soma. Unaposoma ndio utakuwa wewe unakaa kielimu. Simama kisawasawa katika misingi ya elimu ya dini yako. Jielekeze kisawasawa katika kuitafuta elimu. Hii elimu ya dini imepigwa vita, na ndio maana ukaona sasa hivi iko katika mazingira kama haya. Lakini wewe utakapokuwa umezindukana na yule kule akazindukana na yule kule akazindukana, na watu wakawa wanahimizana katika jambo la kusoma. Leo vijana wengi kusoma Qur'ani hawajui, ile matni kusoma Qur'ani hawajui wengi katika vijana katika miji hii. Miaka ya zamani hapo, kimpata kijana ambaye ana miaka 25 30 hajui kusoma Qur'ani, ni aibu. Kusoma Qur'ani yote, kwa madrasa hajamaliza kusoma Qur'ani, ni aibu. Leo tizama katika jamii, vijana wangapi kusoma Qur'ani hawajui, matni kuisoma Qur'ani hawajui kabisa. Achilia mbali maana ya Qur'ani. Sasa ni jambo ambalo kwa sila sawa. Utakwenda kujibu nini mbele ya Mola wako? Utakwenda kusema nini mbele ya Mola wako? Kwamba hakukupa uhai, hakukupa umri, hakukupa muda, au kwamba alikupa uhai, alikupa umri, alikupa muda, lakini uliutumia katika mambo ya dunia. Ukajiona kwamba katika dunia ndio ushafika. Na mtu siku zote aliyokuwa na ihtimamu ya jambo, basi hakubali
au kwamba hahitaji kuhimizwa katika jambo ambalo alikuwa anahitimamu nalo. Anakuwa yeye analiendea katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri, na analiendea katika hali ambayo ilikuwa ni kubwa sana. Sasa tuzindukane. Mwingine anaweza kusema mimi kwa mtu mzima tena umri usome nini? Soma kwa umri uliokuwa nao. Kuna baadhi ya wanachuoni wamesoma aliyakuwa ni watu wazima, lakini walikuwa na azma ambayo ilikuwa muhimu sana. Sisi kule Yaman kule tulipokwenda katika chuo, watu wazima hawajui kusoma Qur'ani, basi hiyo bidii yao ya kusoma Qur'ani ni kubwa mno. Yaani wanadurusu, wanapitia, wanafanya bidii kubwa mpaka wakaibuka Qur'ani, wakanijua kusoma. Wakaibuka kwa sasa anaanza kuelekea katika elimu. Na wakaibuka kawa ni watu ambao wana elimu kubwa sana. Na wako maulama ukisoma sera zao kwamba wao walisoma wengine katika hali ya utu uzima na wakaibuka kawa ni watu wana elimu kubwa sana, lakini azma yao ilikuwa ni kubwa, ihtimamu yao ilikuwa ni kubwa. Sio kwamba walikuwa wakisoma kimaskhara, walikuwa wakishikamana kisawa sawa ndio wakaibuka kawa na elimu. Sasa na wewe soma, fanya bidii, kaza kamba katika kusoma, pitia kile ambacho unachokisoma, ulichokoja kifahamu, kirejee tena kwa mwalimu, mwambie hichi mimi sijakifahamu siku ile ya darasa. Fanya bidii. Na kila mmoja wetu ni lazima asome. Kila mmoja wetu ni lazima asome dini yake. Lazima usome. Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameambiwa asome, wewe mfuasi wake unajiona si lazima kusoma dini? Sijui utakwenda kumjibu nini Allah subhanahu wa ta'ala Mola wako. Kwa hiyo ni lazima usome. Sasa wewe mwenyewe ndio unajijua ratiba za maisha yako yakoje, kuanzia kuamka kwako hadi kulala kwako kukoje. Kwa hiyo muda wote huu wa siku wewe mwenyewe ndio unajua namna kujipangilizia kutafuta sehemu kwenda kusoma, lakini lazima usome dini yako. Utakuja kuulizwa siku ya kiyama. Utakuja kuulizwa siku ya kiyama. Wazee walijitahidi kukupeleka madrasa ukasoma, na baada ya kushakuwa baligh sasa wewe unatakana uzindukane ujiendeleze na kusoma. Na haya maisha tunakwenda nayo ni maisha ya mpito. Na wewe unawajua wengi katika wale ambao walikuwa wameishi nao tayari wamekwisha kuondoka duniani. Waliitafuta dunia, upewa kuitafuta. Kila mmoja hapa tukimwambia ataje katika wale ambao wanawajua, basi atawataja watu wengi sana aliishi nao, lakini matokeo yake wakawa ni wenye kuondoka duniani. Sasa huko walikokwenda, huko walikoondoka duniani, ikiwa wao walikuwa ni wenye kusoma dini wakati walipokuwa duniani na wakawa wameshikamana na amri za Allah, wakazisimamia, wakazitekeleza na wakaacha makatazo yao, basi ndiyo itawanufaisha elimu yao. Lakini ikiwa kwamba walizunguka tu na uhai akisha akautumia tu kama alivyo kina Karuni, kina Firauni, kina Hamana, na haina maana kwamba mtu usijishughulishe. La, ujishughulishe. Yaani isiwe kama wale jamaa wao wamefahamu vibaya. Yaani kawa wao wapo katika jambo la dini tu, hawapo katika jambo la kujishughulisha na maisha. Ukimwambia vipi, Allah ataleta, wakati Allah ameweka sababu uzipite uzifanye. Sasa usiwe katika wale, kwa sababu wale wamefahamu kimakosa, bali wewe unatakana dini yako ushughulikie, na dini hiyo hiyo ndio inakuelekeza kwamba ujishughulishe. Lakini kujishughulisha kwako usiwe kama wale wengine ambao wao wameshughulishwa mpaka wakatoka, wengine akawaswali mpaka ukawatoa wengine, ikawa sura ndogo tunaisoma sisi, alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takathur, haya maneno ya Allah, sio kwamba labda maneno ya mtu, ni maneno ya Allah. Kumekushughulisheni kutafuta wingi wa mali, hatta zurtumul maqabira, mpaka mkayazuru makaburi. Maana yake mkaingia katika makaburi, yani mkafika Kufa mkaingia makaburini.
Allah anatuambia katika Qur'ani, na hii ni sura ambayo watu wengi tunaisoma. Sasa isiwe katika watu ambao Allah anasema vibaya katika aya hii. Sisi tushughulike, tutafute wingi, lakini wingi huo iwe ni sababu muombe Allah sana. Hata kama ukiwa una shida ya milioni 900, muombe Allah, mwambie ya Rabbi niruzuku mimi milioni 900, zifanye kwa la kheri na dini yangu na dunia yangu na akhera yangu. Kwa sababu lengo lako wewe unatafuta maisha kwa ajili ya kumtumikia Allah. Utafuti maisha kwa ajili ya kwamba wewe ushafika hapa duniani. Nani ambaye alikuwa anatafuta maisha akafika hapa duniani? Watu wamejenga majumba mazuri mazuri, wamekuwa na vipando vizuri vizuri. Mtu akitaka leo kwenda zake Uingereza anakwenda. Labda kitakachomchelewesha ni appointment ya ndege tu, lakini kama kuna ndege ya kurudi wakati huo anaweza karudi. Kwa maana maisha yao ni makubwa, lakini katika upande wa Allah hakuna kitu. Sasa umekula hasara. Lakini wewe tafuta maisha, na hayo maisha muombe Allah kupe maisha kwamba uwe wenye kumtumikia yeye Allah subhanahu wa ta'ala, upate utulivu wa kumwabudia yeye Allah kisawa sawa. Maelezo ni mengi na nilotaka kuyazungumza yote sijamaliza. Kwa hiyo ni ufunguzi wa muhadhara huu kwa ajili ya darasa yetu. Inshallah haya mengine tutayaacha kwa sababu hatuwezi tukayamaliza, ni mengi sana. Tutakuja kuendelea na darasa yetu biidhnillah tabaraka wa taala. Kwa kiwango hichi inatosha, lakini tuzindukane, tusome dini yetu na tuwe na ihtimamu nayo, kwa sababu maadui wanaoiandaa dini ya Uislamu ni wengi sana. Na ikiwa sisi hatukukaa sawa sawa katika kusoma dini yetu, wakapatikana watu wakawa ni weledi wa kuifahamu dini, basi tuelewe kwamba sisi tutakuwa tuna dhima kubwa sana. Na wakikosekana watu hao katika huu ulimwengu, wenye kufahamu tauhidi ya kumpokesha Allah, akida, wenye kufahamu sheria Allah ndo anasimamisha kiyama. Watatoweka watu wote wenye kufahamu elimu, basi hapo watabakia majuhali. Allah atasimamisha nini? Atasimamisha kiyama. Sasa isifike zama hizo, sisi tusome dini ili tukifika mbele ya Allah tuwe na sababu ya kumjibu Allah kwamba sisi tunasoma, tulikuwa tunafanya bidii na kujitahidi na kujielekeza kwa Allah. Sisi wenyewe tusimame kisawa sawa, kadhalika wake zetu, wale tunawasimamia ndani ya nyumba, kwa sababu tunawezekana ndani ya nyumba kawa yuko na mke wake, lakini kwa pembeni kuna dada yake au yuko na ndugu yake, yuko na wengine anawalea katika wanawe na wengineo katika familia. Wale wote tunatakana kwamba wao wasimamie, wasome dini, mpaka mtu akitoka katika ile nyumba anasema kenda katika nyumba ya fulani, kama huja uswali ufanye ibada nini, mwe ukae. Tayari mtu anajua kwamba nyumba ya mtu fulani, kwamba kenda lazima ufuate taratibu za ndani ya nyumba ile, na taratibu zake maana yake kuswali, kusoma Qur'ani, kujielekeza kwa Allah. Lakini majumba mengi leo yamekosa taratibu hizo, na ndio tunayoishi sisi majumba hayo. Tunaishi katika majumba hayo, utakuta wengine wameka TV, wanaangalia nyimbo, wanaangalia tarabu, wanaangalia vitu vya ovyo. Wengine wamefungua redio, redio hiyo inazungumza mambo ya muziki, nyimbo, na hali ya kuwa Uislamu umeyakataza hayo. Au hayapo? Tembeni nyinyi saa 8 za mchana huko, utasikia kuna vipindi sijui vya burudani, sijui na nini. Burudani maana yake nyimbo, au hamna? Bali sisi kwa wadogo tunafahamu kwamba sasa time za kwenda chuoni kwa kuingia kipindi cha burudani cha saa 8 katika redio. Hawamkumbuki nini? Yaani watu wamelelewa hivyo, wafahamu hivyo, na imekuwa sasa kama ni kipindi tu cha kawaida. Washa redio, ikifika saa 8 watu wanajua saa 8 kuna kipindi fulani cha nyimbo, kisha kinaachiwa, nyimbo zinapiga katika nyumba, mashetani wanakaa katika majumba. Ni mtihani. Nasallallahu alaihi wasallam. Sasa yale yote inatakana sisi tuyaondoshe, yasikuwepo katika jamii ya Kiislamu. Jamii inatakana iwe ni yenye kumpokesha Allah,
iwe ni yenye kusimama katika kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala, ili tupate generation ambayo ilikuwa imesimama katika tauhidi kisawasawa, katika akida, katika fiqh, katika masala mazima ya dini kiujumla wake imesimama kisawasawa. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika upande huo na atuwezeshe katika upande huo na atuthibitishe